Leo nilikuwa kwenye msiba mmoja Mbalizi pale, ndugu yetu mpendwa atangulie mbele ya haki. Mungu abariki na mpeleke kwa amani. Kijana wetu mpendwa alikuwa mwenezi wa tawi pale Tazara Mtakuja. Siku 2-3 hatunaye tena. Kwa hata historia yake imekoma pale kwamba aliumwaje, unajua ni mbaya sana. Afadhali uunguzwe hata pia watu waseme tulimuunguza. 3 days, siku 3. Siku ya kwanza, ya pili Ifisi, ya 3 tayari mwili ukarudi tayari amenyamaza. Inauma sana mnapokuwa mahali mnachapa kazi kwa pamoja afu mwenzako anatoweka ghafla. Kuna mahali nilitaja kwenye msiba fulani, nikasema tuko makini sana kutaja matokeo ambao wewe huyajui ya mbele, lakini nawaambia tu tunataja kimazoea kwamba saa 2 usiku leo unaenda kwenye sherehe. Hujui kwa sababu ya mazoea tulionayo, tunataja saa 2 tunaenda kwenye sherehe, lakini siku unayoijua ni ya jana ambayo wewe uishi na leo upo, utawadisia wenzako kwa yale ya jana na ya muda huu, lakini ya kuanzia sasa sali moja na mbele ujui. Ni rahisi sana kusema mwezi wa 2 mimi nitaenda Dar es Salaam. Kimazoea. Hujui mwezi au 25 uliosema kwa Dar es Salaam mwezi wa 2. Hujui tarehe 20 utakuwa wapi? Hujui. Ndugu zangu wote tunaishi kwa imani. Imani hii ndio inayotuongoza tuseme bila uoga kwamba siku fulani nitaenda mahali fulani. Ni kwa sababu ya imani. Ukiondoa imani hii ulionayo, wala unakuwa hujijui leo utaondoka. Wanashaomba ndugu zangu wanaswali. Leo tumejaa kwa wingi katika ukumbi huu mzuri sana. Uwe Muislamu, uwe ni Mkristo wa dini yote, kimbilia kwa Yesu, yeye ndiye uzima wa milele. Hivi vyote vingine ni vya kupita. Mimi nitaitwa mwenyekiti, sawa, nitaitwa mwenyekiti. Mtanipamba mwenyekiti. Lakini mahusiano yangu mimi na Mungu